Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Basi tunamshukuru Mungu. Tunaendelea na masomo yetu tukiwa kwenye somo linalosema tambua namna ya kusimama katika vita vyako vya kiroho ili upate ushindi juu ya mwili. Hilo ndilo somo ambalo tunatembea nalo sasa, na neno kuu tunalipata katika kitabu cha waraka kwa Waefeso sura ya 6 aya ya 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na mwili, bali ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hilo ndilo neno ambalo tunatembea nalo. Siku ya kwanza tulijifunza kutambua vita vya kiroho. Tukasema maana ya vita vya kiroho ni mapambano kati ya neema ya Mungu ndani ya mwanadamu na nguvu ya dhambi na shetani. Si vita vya kimwili, bali ni ya rohoni, lakini inaathiri maisha ya mwili. Tukaona maandiko matakatifu mengi tu tuliyasoma. Tukaangalia pia fundisho la kanisa, katekizimu ya kanisa Katoliki namba 409. Anasema historia ya mwanadamu ni mapambano dhidi ya nguvu za giza. Lakini tukajifunza pia kwamba Mungu anaweza kuruhusu vita viwepo, lakini hawezi kuruhusu tushindwe. Tukaangalia maandiko matakatifu Yohana 16 na aya ile ya 33. Lakini tukajifunza pia Mungu anaruhusu vita ili kwanza yeye mwenyewe atukuzwe, lakini pili ili atuinue sisi. Kwamba Mungu anaporuhusu vita, moja ni ili atuinue, lakini yeye mwenyewe atukuzwe, lakini pia na watu wake waweze kuokolewa. Tukaangalia fundisho la mababa wa kanisa Mtakatifu Agustino. Anasema moyo wa mwanadamu hauwezi kupata pumziko mpaka umepumzika ndani ya Mungu aliyeumba. Moyo wa mwanadamu hapa duniani hauwezi kupata pumziko mpaka amepumzika ndani ya Mungu aliyemuumba. Tukaangalia kwamba ukishindwa kutambua kuna vita au ukishindwa kutambua kuwa upo vitani, tayari umeshindwa. Mtu ambaye ajui kwamba kuna vita, basi huyo ameshashindwa tayari. Tukaenda siku ya pili, tukajifunza au tukaona adui na silaha zake. Adui ambaye tunapigana naye katika vita vya kiroho na silaha zake. Tukasema adui ni nani? Adui ni shetani, dhambi na tamaa za mwili na ulimwengu unaompinga Mungu. Adui ni shetani, dhambi na tamaa za mwili na ulimwengu unaompinga Mungu. Tukaangalia sana neno la Mungu kutoka Warumi sura ya 8 aya ya 5 mpaka aya ya 17, ambapo tunaona mwili na roho namna ambavyo vinashindana. Tukasema mwili na roho vinashindana kwa sababu ni vitu viwili tofauti. Mwili umetoka kwenye mavumbi ya ulimwengu, lakini roho imetoka kwa Mungu. Mwili unatamani mambo ya ulimwengu kwa sababu wenyewe uliumbwa kutoka ulimwenguni, lakini roho inatafuta mambo ya Mungu kwa sababu yenyewe ilitoka mbinguni. Tukasema ndiyo sababu mwili na roho hushindana kila wakati. Vinashindana kwa nini? Kwa sababu mwili umetoka duniani na unapenda mambo ya dunia. Roho imetoka kwa Mungu na inapenda mambo ya Mungu. Tukasema mwili hauwezi kukiri. Mwili unalazimishwa, unashurutishwa kukiri wokovu wa Mungu, kumkiri Mungu, kumtii Mungu. Mwili hauwezi kukuambia sasa ninataka kufanya kitu fulani au nimeshiba kufanya dhambi. Hauwezi kukuambia. Wenyewe kila wakati unatamani mambo ya dunia, unatamaa kila wakati. Ni kazi yako sasa
kuhakikisha kwamba roho yako imetawaliwa na nguvu za Mungu, ili kushurutisha mwili upate kutii sauti ya Mungu, upate kutenda kwa kadiri ya mapenzi ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tukaona njia anazotumia adui katika vita. Ya kwanza tukaona ni udanganyifu. Tuliona alivyomdanganya Eva pale kwenye bustani ya Edeni, kamdanganya. Ya pili, vishawishi. Unaona, anamshawishi Yesu kule mlimani, anamwambia angalia, vyote, miliki yote hii ukinisujudia tu nitakupa. Lakini ya tatu ni majaribu. Akitukosa kwenye udanganyifu, kwenye vishawishi, anatuletea majaribu. Tumsifu Yesu Kristo. Anatuletea majaribu, majanga. Unashangaa, unamuomba Mungu lakini majanga yapo. Unashangaa, unasali lakini majanga yapo, majaribu yapo, vita vipo. Kwa nini? Shetani anataka ukate tamaa. Analeta hayo majaribu kufisha imani yako, kwamba kama Mungu angekuwepo, mimi nimetoka kanisani asubuhi, nimepokea na Ekaristi, kwa nini hili janga limekuja? Lengo lake ni kukatisha tamaa. Ukishakata tamaa, anakuletea kishawishi. Anaanza kukutamanisha. Kuna mganga mahali, labda hujamchinjia babu yako mbuzi, anaanza kukuletea vitu kama hivyo. Tamaa ya kuiba. Ukipata fursa ya kuiba, unaiba. Kwa nini? Kwa sababu umekata tamaa. Kumbe hata katika majaribu, hata katika majanga, tusikate tamaa. Tukamuona Ayubu alivyojaribiwa na magonjwa na vitu vyake vikapotea, lakini akabaki kwenye imani. Mwisho wa siku basi akawa mtu ambaye ameshinda kwa kishindo kikubwa sana. Jambo lingine ni kiburi. Anatuletea kiburi. Akikukosa kwenye majaribu, kwenye majanga, na Mungu akakuinua, akakupa nafasi fulani, sasa adui ana tabia ya kuleta kiburi ndani mwako. Anaotesha kiburi ndani mwako. Kwa nini anaotesha kiburi? Ili sasa ukiwa na hali ya kiburi, hapo tayari huwezi tena kuwa mnyenyekevu. Kama wewe ni mtu wa kiburi, unyenyekevu unapotea. Kwa hiyo tayari unaona watu wengine wote mbele yako si kitu. Hauna utii tena, haufundishiki tena, hauambiliki tena. Wewe unajua kila kitu. Mtu wa namna hii hatari sana. Mtu ambaye ana kiburi cha kiroho ni hatari sana. Huyu unaweza ukawa na kiburi cha kiroho ukidhani ya kwamba unaongozwa na Roho Mtakatifu, kumbe unaongozwa na roho mchafu, roho wa shetani. Maana kuna watu wameokoka kuliko Roho Mtakatifu. Sijui kama mnawajua. Yaani kuna watu ni wa kiroho kuliko hata Roho Mtakatifu. Msifu Yesu Kristo. Ukienda nao kwenye sala, wanasali sana. Sawa kabisa, ni vema. Wanasali sana sana tu. Wanatoa sadaka vizuri, wanafunga vizuri, ni wa kiroho kabisa. Lakini unafika mahali anakuambia, mimi nimeokoka, sichangamani na watu wa namna hii, sichangamani na watu wenye dhambi. Ana kiburi cha kiroho. Au yeye anataka afanye kile anachojua yeye kwamba kinafaa. Kiburi cha kiroho kiko ndani mwake. Mwingine anaweza akamwacha mume wake au mke wake akaenda popote anapotaka, muradi ni mambo ya kimungu, sawa. Lakini ujue, ukishaolewa, ukishaoa, wewe sio mwenyewe tena. Tayari ni watu wawili ndani ya mtu mmoja, au ni mtu mmoja ndani ya watu wawili. Kwa kawaida tumeumbwa mke amtii mumewe kama kumtii nani? Kristo. Na mume ampende mkewe
kama Kristo naye alivyolipenda kanisa lake hata akatoa nafsi yake. Unakuta unaambiwa na mume wako, usiende Santipo, kuna shughuli nataka ufanye kwa ajili yako kabisa, niache kwenda kusali. Na uenda jambo analokuambia mumeo ni jambo la maana, unakuja kusali kwa hasira. Wewe ni wa kiroho sana kuliko mume wako. Kumbuka kwamba wewe una agano la utii. Kwa lazima ifike mahali tujifunze, hiki ninachokifanya naongozwa na kiburi cha kiroho au ninaongozwa na hekima ya Mungu? Sisi watu tunaoenda kiroho ni kwamba tunaenda na roho, lakini tunaacha mapaji ya roho nyuma. Tunasahau kwamba huyo Roho Mtakatifu ana mapaji 7. Paji la kwanza hekima, akili, shauri, ibada, nguvu, uchaji wa. Sasa mara nyingi tunaacha akili na hekima ya Roho Mtakatifu, tunaenda na roho tu. Roho Mtakatifu ana akili. Mwambie jirani yako, Roho Mtakatifu ana akili. Kwa hiyo ukienda kiroho, nenda na akili pia. Usiende kiroho kaacha akili nyuma. Akili ni paji la Roho Mtakatifu. Hapa ndipo tunapokosea. Unakuta mtu hafanyi kazi kwa sababu amempa Yesu maisha, ni wa kiroho, anasema Bwana atafanya. Yeye hana kazi ya kufanya. Akiamka asubuhi ni kwenye maombi, anaingia kwenye maombi saa 12 mpaka saa 2. Kwa hiyo ukienda kiroho kaacha akili nyuma, umeshamwacha Mungu, wala haupo kiroho hata siku moja. Lazima uwe mbunifu. Lazima ujue kupanga muda wa sala na muda wa kazi. Lazima ujue kwamba leo ni Santipo, ndio, lakini kesho napaswa kufanya kazi. Ukikaa siku 2, 3, 4 hujafanya kazi ni dhambi. Ukishamjua Mungu, wewe ndio unatakiwa ufanye kazi sana ili tufanikiwe sana, ili na Mungu wetu apate kutukuzwa sana, kwamba watu wake wamefanikiwa. Hauwezi ukafaulu kama usomi kwa bidii lakini unasali kwa bidii. Hauwezi kufaulu. Lazima usome kwa bidii sana na uombe kwa bidii sana. Mwalimu anakuambia soma, wewe unasema mimi nilifunga jana na kusali, hamna shida, huo mtihani nitafaulu. Utafaulia wapi? Tafeli. Sifu Yesu Kristo. Ni mfanyabiashara, sawa, hakikisha kwamba biashara yako iko active masaa yote. Sawa, sali sana, tenga muda wa kusali vizuri kabisa, lakini biashara yako uwe umeifungua masaa yote kazi, na unakuwa mbunifu. Nifanye nini zaidi kwenye biashara yangu? Niongeze nini? Kwa hiyo lazima baada ya kumjua Mungu na kujua kuna vita, lazima ujue ni wakati gani unafanya katika roho wa Mungu na unafanya katika roho wa shetani. Na ujue kwamba silaha anayotumia shetani ni kiburi. Mojawapo ni kiburi. Na kiburi sio lazima kumtukana mtu, hata kukataa tu kuishi kadiri ya mpangilio wa maisha yanayompendeza Mungu ni kiburi. Utaona mtu mwenye kiburi ni mgumu pia kutubu. Kaini anaambiwa na Mwenyezi Mungu, umefanya nini? Yuko wapi ndugu yako? Anamuuliza, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Mpaka analaaniwa, hakumwambia Mungu nisamee. Alichomwambia tu Mungu, alimwambia hiyo adhabu ulionipa ni kubwa sana, atakaye niona ataniua. Mungu akamwambia basi atakaye kuua atapata adhabu mara 7. Silaha nyingine mwalimu aliongea pia juma lililopita, silaha nyingine anayotumia shetani kutuletea hofu na mkato wa tamaa. Hofu. Na huu mstari mwalimu aliusoma, naomba turudie. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:18. Hofu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 aya 18. Nami nitasoma. Ndiyo. Katika pendo hamna hofu. Katika pendo hamna nini? Hofu. Pendo lipi? Hebu angalia msalaba wa Yesu. Maandiko yanasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda. Katika pendo la Mungu hamna hofu. Maana yake nini? Mtu yoyote ambaye amempokea Yesu kwenye maisha yake amepokea upendo wa Mungu. Sasa huyu mtu ambaye amepokea upendo wa Mungu hapaswi kuwa na hofu. Endelea. Katika pendo hamna hofu. Lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu. Huitupa nje hofu. Kwa maana Yesu akiingia ndani mwako, ambaye ndiye pendo la Mungu, akikaa ndani yako, anaondoa hofu ndani mwako, anaitupa nje. Kama Yesu yuko ndani mwako na wewe unaishi maisha ya hofu, wewe una Yesu ambaye ameshakufa, hajafufuka. Kama unaishi maisha ya hofu,
na wewe unasema una Yesu ndani mwako kwenye maisha yako, na una hofu hata huwezi kulala kwenye nyumba peke yako usiku. Hata ukisikia bundi tu usiku analia unakosa usingizi. Pressure inapanda, pressure inashuka, sukari inapanda, sukari inashuka. Sikiliza, Yesu uliye naye bado hajafufuka huyo. Sio Yesu Mnazareti, sio Yesu mwana wa Mungu. Yesu mwana wa Mungu akiingia ndani ya mtu, kitu cha kwanza anaishika hofu, anaitoa nje, anaitupa mbali, anakuachia ujasiri, anakuachia nguvu, anakuachia kushinda. Hello, sifu Yesu Kristo. Kwa maana hofu ina adhabu. Hapo sasa ndio ujue silaha ya shetani kubwa kuliko zote ni hofu. Hofu ina nini? Ina adhabu. Hofu ina adhabu. Mwambie jirani yako, hofu ina adhabu. Yawezekana hata mateso ulionayo ni kwa sababu ya hofu ulionayo. Sikiliza nikwambie, kama umempa Yesu maisha vizuri, anakaa ndani yako, nawe unakaa ndani yake, upasi kuteseka. Ukitaka kumshinda shetani, puuza hofu zake. Puuza hofu zake. Muonyeshe kwamba haumuogopi. Sikiliza, hawa waganga wa kienyeji, hawa wachawi, hawa wazee wa mizimu kutambikia na nini, wanachokifanya kikubwa ni kukuingizia hofu. Kukuingizia hofu. Nenda kwa mganga, anakuambia wewe umelogwa na jirani yako. Si una jirani yako yuko hivi na hivi na hivi na hivi. Hautakosa hapo kimoja ambacho huyo jirani yako anayo. Ambia ndio ninayo. Ambia sasa yule ndio amekumaliza. Ndio amefanyaje? Amekumaliza. Sasa kama hautafanya haraka kwenda kuharibu hivyo alivyootesha pale kwako, unakufa na watoto wako. Hivi hapo una hofu hauna? Tayari hofu imeshaingia. Halafu ukirudi nyumbani, tayari ile hofu inakuzalia nini? Chuki. Inakuzalia nini? Chuki. Sababu huyo jirani yako hautampenda tena. Tayari ndani mwako kumezaliwa chuki. Chuki ikishazaliwa, tayari Yesu akai mahali penye nini? Penye chuki. Tayari umeshapigwa bao hapo. Lakini tayari una hofu, ukimuona tu unaogopa hata kumsalimia, unaogopa hata kumpa mkono wako, unaogopa hata mtoto wako asiende kwake maana atauawa. Sasa hata mchawi akitaka kukuloga, anataka ujue kwamba anakuloga. Mchawi kabla wewe hujajua kwamba huyu ni mchawi, hawezi kukuloga. Akitaka kukuloga lazima tu atakutishia. Utasikia anakuambia, wewe usicheze na mimi, nimeaga kwetu. Nimeaga. Ujue hapa anataka kukuonyesha kwamba yeye ni mchawi na anapambana na wewe, uanze kupata hofu. Ukishapata hofu, kwisha. Mimi nasemaga na waambiaga kila siku, na narudia tena kuwaambia, sifu Yesu Kristo. Yaani umeamka asubuhi ukakuta wamechinja kuku mlangoni kwako, wakamvalisha ushanga mweupe, mweusi, mwekundu, wakachukua na ile damu yake wakaandika mlango wako, mtakufa wote. Sifu Yesu Kristo. Unapomuona yule kuku ndio unatoka nje asubuhi, nini kinatokea ndani mwako? Hofu. Sikiliza, kuanzia leo acha hofu. Mimi nitakuwa msaada wako. Chukua namba yangu ya simu. Ukikuta huyo kuku amechinjwa mlangoni kwako, we nipigie simu. Na ukinipigia tu kaniambia wamechinja kuku mlangoni kwangu, mimi nitaanza kumshukuru Mungu. Baba asante, maana leo umenipa kitoweo. Mimi nitakuja, nitamchemsha huyo kuku, nitakula. Alafu wewe unapata hofu na mashaka. Badala umshukuru Yesu, labda wiki mzima, mwezi ujala kuku, leo ameletwa, si uchukue. Watoto, chemsheni maji haraka, Bwana ametukumbuka. Chemsha haraka, mnyonyoe haraka, bandika haraka. Alafu wakati unakula, kaeni pale nje, kuleni nje. Alafu tangazieni majirani, leo ninakula kuku ambaye nimeletewa na mtu mwema usiku. Ili ajue kwamba yule kuku aliyemleta mlimla, atakufa yeye. Wewe una Yesu, na pengine hata siku hiyo umetoka kwenye misa, umempokea Yesu mzima katika Ekaristi.
alafu unalogwa. Yaani ina maana wewe na Yesu wako mchawi amewaloga. Sikiliza, kama wewe ulikuwa unatambikia mizimu, ulikuwa unaenda kwa waganga, ulikuwa mshirikina, siku unapompa Yesu maisha, hakikisha ile madhabahu umeivunja, kwa sababu ile madhabahu uliijenga kwa maagano, kwa makubaliano, kwa mikataba, na uliitolea sadaka. Kama usipovunja ile madhabahu na yale maagano na zile sadaka, sikiliza nikwambie, ule mkataba utakuwa unakuvuta na utaendelea kuitwa mchawi, na hata ukifa watoto wako wataitwa wachawi, maana roho haifi. Shai kuona mtu anasali lakini anaitwa mchawi na hana uchawi? Wakati mwingine amerisi uchawi wa huko kwao wa zamani, ambao hiyo madhabahu ya uchawi haijawahi kushughulikiwa. Sifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tuwe makini sana. Hofu ni mbaya. Hatupaswi kuruhusu hofu kwenye maisha yetu, hata kama tunapita mahali pagumu. Daudi anasema, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sintaogopa mabaya. Na kwa nini wewe unaogopa mabaya? Na una Yesu, una Mungu, una masakramenti, una kila kitu. Malaika wapo wanakulinda, wanakupigania, watakatifu wanakuombea. Kwa nini wewe uishi maisha ya hofu? Hofu ni mbaya. Maandiko yamesema hofu ina adhabu. Kwa hiyo wengi tunatumikia adhabu za hofu. Hata baadhi ya magonjwa yanasababishwa na hofu. Nakwambia kweli, acha hofu uone kama hiyo pressure haijaisha. Wengine wana hofu ya kufilisika, hofu ya watoto, na ndio siku hizi tunazaa mtoto mmoja kama nani, akiugua kidogo tu mama pressure inapanda, pressure inashuka, maana ni yeye peke yake. Hofu ya kufukuzwa kazi. Sasa ukishakuwa na hofu, ndiyo shetani anakuja kukupiga. Sasa kazi kubwa tulionayo hapa St. Paul ni hii, kuondolea watu hofu walizojazwa na manabii. Wengi wanakuja hapa walishaambiwa na nabii fulani kwamba wewe umelogwa na fulani, na akafanyiwa huduma na yule nabii akupona, lakini akili yake ilibaki na kile kitu. Kwa hiyo amesikia St. Paul watu wanapona, kwa hiyo anakuja St. Paul, na anapokuja St. Paul, anapoongea na mhudumu, anataka mhudumu aelewe mchawi wake ni nani. Hakuna mchawi mtu. Mwambie jirani yako, hakuna mchawi mtu. Ndio maana ya vita vya kiroho. Hata ukijua huyo mtu ni kweli ni mchawi, bado upaswi kumchukia. Ili umshinde adui, lazima huyo mtu umpende, uendelee kumwombea usiku na mchana apate wokovu. Maana sio mapenzi ya Mungu huyo mtu afe kwenye uchawi. Kwa hiyo ukiona mchawi amekuja kwako, ujue Mungu amekupa kazi ya kufanya, amekupa kazi ya kumwombea mpaka aache uchawi. Sio kumchukia, sio kumwogopa. Hata kama unakiona kifo mbele yako, hiki hapa, hata kama unaona kabisa mazingira ya kupona hayapo, hata kama ugonjwa umezidi sana, sikiliza nakwambia, acha hofu, wewe muite Mungu tu, maana hata ukifa bado hujafa, unaenda kuishi mbinguni. Na nakwambia pale utakaposema sasa, kama ni kufa nife katika Bwana, mara nyingi Mungu hakuachi ufe, anakuletea msaada dakika ya mwisho, dakika ya jioni. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2851 inasema hivi: tunapigana vita dhidi ya mitego ya muovu. Shetani ana nguvu, lakini si sawa na Mungu. Kweli shetani ana nguvu, ndio maana ana uwezo wa kufanya miujiza na ishara, ndio maana ana uwezo wa kugeuza kufanya kiini macho, ni nguvu pia. Ndio ishara inaonyesha kwamba shetani ana nini? Ana nguvu. Lakini nguvu za shetani ni tone moja katika nguvu za Mungu ambazo ni kama bahari. Ushindi wa shetani unakutegemea wewe kwamba umeamini vipi nguvu za Mungu. Kama wewe umejikita kwenye nguvu za Mungu, mtumishi Ibra anapenda kusema kujisadaka. Kama umejisadaka kwa Mungu, wewe umekuwa sadaka kwa Mungu. Maana ya kuwa sadaka ni nini? Yaani wewe ni mali ya Mungu, yaani umejitoa kwa Mungu kiasi kwamba wewe ni mali ya Mungu, ufe upone, wewe ni mali ya Mungu. Kama umefika kiwango hicho, wewe kuamua kuwa mali ya Mungu, umejisadaka kwa Mungu, wewe ni sadaka, nguvu za shetani kwako hazina kazi, hawezi. Kwa maana nguvu za shetani ni kidogo sana ukilinganisha na nguvu za Mungu. Shetani hujaribu kupitia mawazo na hisia, Ndio maana mara nyingi napenda kusema tuponywe fikra zetu, tuponywe hisia zetu, tuponywe mawazo yetu,
tuanze kuwaza kwa kadiri ya mapenzi ya Mungu, tuanze kufikiri kwa kadiri ya mapenzi ya Mungu, tuanze kutenda kwa akili kwa kadiri ya mapenzi ya Mungu. Shetani anatumia hisia zetu, anatumia mawazo yetu, anakuletea wazo, anakuletea hisia. Unahisi. Wakati mwingine tunafikiri hisia hizi ni za shetani. Sio za shetani. Hisia zipo kweli, lakini hisia hizi ni za Mungu, sio za shetani. Ni moja ya vipawa vya Mungu ndani ya mwanadamu. Mimi kama napata hela leo, najua kabisa leo napata hela. Najuaje? Nazo hisia. Roho Mtakatifu ananiletea nini? Hisia fulani. Na nikishaisikia tu naanza kumshukuru Mungu. Baba nashukuru. Naanza kuzihesabu. Baba asante. Na najua kama ni kidogo au ni nyingi. Najua. Sasa wakati mwingine hizi hisia tumezigeuza zimekuwa silaha za shetani. Unakaa unahisi tu. Hali fulani inakujia, unasema siku ile nilihisi hivi mtu akafa. Sijui ni nini tena kinatokea leo. Hisia kama hizi zilinikuta. Tayari hofu inaingia. Sasa sikiliza. Kama umepata hisia ambayo huwa inaashiria mambo mabaya, sio kwamba Mungu ameruhusu hiyo hisia ili hayo mambo mabaya yatokee. Hapana. Ameruhusu hiyo hisia ili wewe uombe ili jambo lisitokee. Umeota ndoto mbaya, sio kwamba umeota ili hicho kitu kitokee, lakini Mungu amekuotesha ili uombe na kuvunja hiyo roho isifanye kazi. Kama wewe ni wa kuota ndoto alafu vitu vinatokea, sasa wewe anza kubatilisha zile ndoto. Ukiota mtu amekufa au amepata ajali, simama omba, vunja roho ya ajali, roho ya mauti kwa jina la Yesu. Vunja mauti ya kiroho, vunja mauti ya kimwili, vunja mauti zote. Otesha uzima wa Mungu kwa huyo mtu, otesha baraka, otesha neema. Utaona huyo mtu anaweza akapata ajali na asiumie. Adui anatafuta kushinda kwa siri na hapendi kutambuliwa. Anatafuta kushinda kwa siri na hapendi kutambuliwa. Shetani hapendi kujulikana, anafanya kazi kwa siri. Ndio maana atawatumia manabii wa uongo, watakuwa wanatumia jina la Yesu. Ndio maana atawatumia waganga. Ndio maana atamtumia hata ndugu yako. Ndio maana atamtumia jirani yako. Atamtumia mtoto. Atamtumia hata mzazi. Atamtumia hata mke au mume. Nini cha kufanya? Ni wewe sasa uwe na macho ya rohoni, ujue kabisa huyu sasa ni adui naongea naye. Huyu ni adui ananishauri. Usiangalie mtu. Ukiangalia mtu hautashinda. Angalia roho inayofanya kazi ndani ya mtu. Usipigane na shetani kwenye uwanja wake. Kuna watu wanapigana na shetani kwenye uwanja wake, hautamshinda. Mtoe kwenye uwanja wake, mlete kwenye uwanja wako. Uwanja wake yeye ni ile amejificha ndani ya kitu. Kwa hiyo yeye umuoni, unamuona kitu. Kwa hiyo unapambana na kile kitu. Wewe tambua huyu, hiki kinachokiona sio shetani. Huyu ni mtu, lakini kinachoongea sasa ni shetani. Wewe rudi kwenye ulimwengu wako wa roho wa kimungu. Mwambie Mungu, ninakushukuru kwa sababu umenijulisha kwamba anayeongea ndani ya huyu ni shetani. Unafikiri wakati Petro anamwambia Yesu, anawaambia sasa naenda kufa, naenda kukamatwa, nitateswa na baadaye nitakufa. Unafikiri Petro alipoanza kumkemea Yesu akamwambia, Bwana haiwezekani, hautakufa. Yesu alimwambiaje? Rudi nyuma shetani, maana uyawazi ya nani? Ya Mungu. Nini Yesu alichokiona kwa Petro? Yesu aliona kabisa Petro hapa ameshavalishwa roho ya shetani ili anishawishi nisiende kwenye utume niliotumwa na baba yangu. Ndivyo tunavyorudishwa nyuma mara nyingi. Umebuni biashara yako nzuri, anakuja mtu anakuambia, hiyo biashara gani na wewe? Hiyo nilifanya nikafilisika, hujawahi ona. Hiyo ni biashara kichaa. Na wewe unakufa moyo, unaacha kufanya biashara yako. Yeye alifeli sawa, lakini wewe aliyekuambia anzisha hiyo biashara ni Mungu unayemwamini. Wewe nenda kafanye biashara yako. Hayo maneno yaingilie sikio hili, yatoke sikio hili. Sifu Yesu Kristo. Santipo, unaenda kusali Santipo. Mimi nimesali pale, huu ni mwaka wangapi? Ni mwaka wangapi? Sijawahi kuona mabadiliko yote. Nimeenda kwa nabii fulani tu chapu, nimeshafanikiwa. Wewe uoni? Naona kufa moyo. Watu wengi wamekufa moyo kwa staili hiyo. Tumsifu Yesu Kristo.